Kwa hiyo yote hayo tuliyahoji, hayakupata majibu. Tumeomba review, lakini hatutaishia hapa kwa sababu tunaamini kwenye kanuni za ligi zetu zimetambua wachezaji wa aina mbili. Mchezaji wa Tanzania atatambulika kwa passport na kwa kitambulisho cha taifa, lakini in bracket wamesema awe mzawa. Tunaelewana? Atatambulika kwa passport au national ID, lakini in bracket awe mzawa. Mzawa maana yake ni indigenous. Kuwa na passport, kuwa na ID haikuwezeshi kuwa mzawa, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya uhamiaji wanasema huyu alipewa uraia kwa njia inaitwa tajinisi, naturalization. Sasa kama amekuwa naturalized, kanuni zile zile za TFF zinasema mzawa. Kwa hiyo kuna mchezaji mzawa na kuna mchezaji wa kigeni. Sisi tunaamini Damaro hakizi, kwa mujibu wa kanuni zenyewe za TFF, hakizi vigezo vya kuwa mzawa. Kwa hiyo yote hatumeyahoji, lakini kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji hawakuyajibu haya. Kwa hiyo tunaandika review na kuweza kuomba, na naomba niliseme hili jambo si jambo dogo kwa nchi, kwa sababu Simba mwaka jana baada ya sisi kuona wenzetu wamepewa uraia, tunaandika barua uhamiaji wachezaji wetu kwamba kuna baadhi ya wachezaji wetu wanaomba nao kupata uraia. Hatujawahi kujibu hiyo barua mpaka leo. Hatujawahi kujibu hiyo barua ya wachezaji wetu waomba uraia. Kwa hiyo sisi tunaamini ligi kuu ya Tanzania ni brandi kubwa, ni product kubwa. Ikiwa haiko kwenye mizania sawa, inaleta vitu ambavyo vinaumiza na vitu ambavyo si vizuri. Kwa hiyo jambo hili sio tu tunaenda kasi baada ya review kama tutapata tunayotaka, tunaandikia pia FIFA, kwa sababu